Ndani ya viunga vya Chamazi Azam Complex. Lusajo, mambo vipi kaka? Fresh kama kaa. Poa, uko vizuri? Tuko poa. Bwana, mara zote tukija hapa unakuwa unatukaribisha wewe pia ukiwa kama kapteni. Kwa haraka haraka, unaweza kukumbuka uko ndani ya viunga hivi kwa miaka mingapi? Siwezi kukumbuka miaka halisi, lakini nipo ndani ya viunga hivi miaka mingi. Feeling ya siku ya kwanza kuambiwa kwamba utakuwa kapteni wa timu kama Azam, na ukiangalia ni timu ambayo tayari ilikuwa imesha image kuwa timu kubwa, ilikuwa ni feeling ya namna gani? Kwanza nilijiona ni mtu ambaye nilivikwa majukumu makubwa, lakini baada ya muda kidogo nilijihisi ambaye ni majukumu mepesi, kwa maana wale ambao niliokuwepo nao wakubwa zangu ambao waliokuwepo wameshanitangulia tulikopo tunashirikiana vizuri, na pale ambapo kulikopo kuna changamoto tulikopo tunazitatua. Ndipo pale nilipoona kwamba kuliongoza group kubwa kama hili lenye watu wenye experience kubwa pia ni kitu chepesi. Unahisi kitu gani ambacho kilikupa hiyo quality ya mwalimu kuona kwamba Lusajo anaweza akawa kiongozi? Kwa sababu tayari kuna wachezaji ambao wana uzoefu kuliko wewe. Hii pia inaweza ikamsaidia na mwingine ambaye anajifunza kujua namna gani ya kuishi katika mazingira kama hayo. Nahisi kulingana na mwalimu tu mwenyewe, the way alivyokuwa, labda ananiona na akahisi nafaa kumuongozea kundi lake, na ndipo pale alipoamua kunichagua. Sasa sijui mwalimu alitumia vigezo gani, lakini ninahisi ni vigezo vile vile tu ambavyo ni kuwa tu humble na kushirikiana na kila mtu na kuwa makini na kazi yako. Binafsi nimekufuatilia kwa muda mrefu tangu ukiwa chini timu za vijana za Azam mpaka unaenda KMC kwa mkopo, unarejea tena Azam. Siku ya kwanza kuona unacheza fullback ya kulia nilishangaa, kwa sababu nimeshazoea Lusajo center back. Unamkumbuka mwalimu ambaye alikuhamisha kutoka katikati kuleta pembeni, na ilikuwaje? Hakukuwa na utata wote kwako binafsi? Ninamkumbuka na ninamshukuru sana, kwa maana aliweza kuniongezea ujuzi mwingine ambao nilikuwa sifikiri kama nitarudi. Lakini zamani huko nilishawahi kucheza fullback, lakini katika level kubwa kama hizi ligi kuu nilianza kucheza center back na nimehudumu center back kwa Azam FC ya Academy, nikaja senior team, then nikatoka kwa mkopo nikaenda KMC na nikacheza huko mwaka mmoja nikiwa kama center back. Lakini nilivyorudi hapa kulikuwepo kuna makaka zangu ambaye walikuwepo, mtu kama Agri Morris, alikuwepo Sebo, alikuwepo Daniel Liamo, ambao wana challenge hiyo nafasi kwa kwenye level kubwa sana. Kwa hiyo kulikuwepo kuna mwalimu anaitwa Luanda Mina, ndio akaniambia wewe rudi utacheza kwenye center back. Nikawa ninatumbukia na nafasi zikipatikana, lakini kuna muda niko ninatokea pia pembeni. Kwa hiyo nikacheza hivyo mpaka pale nikaadapt. Leo hii ninaweza kucheza nafasi hiyo, lakini pia nina akili ya kucheza center back pia. Kwa hiyo ninamshukuru pia. Hapa na kulimit kidogo japo inaweza isiwe sawa, sitaki jibu la kila sehemu na ugumu wake. Kucheza center back na kucheza full back, nafasi gani ambayo unahisi kidogo ukicheza huku unaweza ukarelax kidogo kuliko kucheza huku? Kwangu mimi nimeshahudumu position zote. Nimecheza center back na nao ninacheza full back. Kucheza full back ni ngumu kuliko ni kucheza center back, kwa maana huku unatakiwa ukave distance kubwa sana ya kiwanja, na kadri miaka inavyozidi kusogea mahitaji ya full back yanazidi kuongezeka pia. Unaona miaka ya nyuma beki ni beki, utakuta full back anacheza hapa mpaka anaishia pale katikati. Lakini sasa hivi unaweza kumkuta fullback yupo kule juu, unaweza kumkuta fullback yupo huko, unaweza kumkuta fullback anafunga, unaweza kumkuta fullback ana assist. Kwa hiyo ni mahitaji makubwa tofauti na center back. Una timu mbili hapa, moja ambayo inacheza low block na nyingine ambayo inacheza yani mnapishana, wanaenda mnarudi. Ipi ni timu huwa ni ngumu sana kucheza nayo wewe kwenye position yako? Mimi hapa ngumu ile ambayo ninacheza low block, kwa maana wanakopo tayari wamefunga kwenye eneo ambalo nyinyi mnatakiwa muende mkafunge, tofauti na timu ambayo ina press high
au mnapishana. Mkipishana hivi space zinapatikana nyuma. Kwa hiyo mimi hapa timu ambayo ninahitaji kucheza nao ni ile tunayopishana. Msimu huu mmecheza na nikiangalia watu ambao mmekuwa mkitajwa kwenye kuhusianishwa kuwania ubingwa, na maanisha Simba na Yanga. Ni timu ambazo msimu zote mmecheza nazo mpaka hivi sasa, japo wengine bado hamjarejeana nao. Kuna ugumu wa tofauti ambao msimu umeupata kwenye timu hizi tofauti na ilivyokuwa msimu uliopita? Ugumu lazima, kwa maana ni tumecheza na timu nyingine tofauti na msimu uliopita. Wachezaji wengine pia tumepata experience mpya, lakini ugumu wa msimu huu umekuwepo, timu zimekuwa ni shindani sana. Sawa kapitani. Wewe Kiswahili unaweza poa na kapitani inajua Kiswahili tunapanda fresh good sana au unapiga mambo poa mzima fresh good good sana mwanangu is back enjoy sana baadaye poa baadaye poa. Kwa hiyo ugumu umekuwepo ni mkubwa sana, kwa maana ni umeweza, ukiona sasa hivi timu hii inaweza kuokota points sehemu yoyote, na hizi timu ndogo ambao tunaziita timu za madaraja ya kati zimekuwa zikitoa ushindani mzuri, lakini ninaona uwekezaji umekuwepo mkubwa sasa hivi kwenye ligi yetu, uwekezaji umeongezeka. Kwa hiyo hizi timu ndogo pia zinaweza kuchukua wachezaji wazuri ambao wanaweza kutoa competition ile inayohitajika. Sisi kwetu tunaona kitu poa, kwa maana ligi inazidi kukua na competition pia ikiwepo, ligi ndio inazidi kuwa tamu, na Azam FC pia ni washindani, wachezaji wake pia ni washindani, tunapenda wao ushindani. Na mechi mbili hapa ambazo zinakuja kubwa, nikimaanisha of course kwa muda uliobaki najua kila mechi ni kubwa na namna ushindani ulivyo kwenye ligi, lakini kuna mechi ambazo zinaangaliwa sana, hizi ambazo mnacheza na Yanga back to back tarehe 21 na tarehe 24. Utayari wenu kama wachezaji kuelekea kwenye mechi hizi upo vipi, ikionekana kwamba pia mnahitaji point katika kila mchezo, kwa maana ya kwamba ligi kukaa sehemu nzuri pamoja na nusu finali ili kuingia finali? Kwa macho ya kishabiki, kwa macho ya muangaliaji mpira wa nje, unaweza kuona hizi mechi mbili za Yanga za back to back ni muhimu kuliko hizo mechi zingine, lakini kwa upande sisi wa timu kama timu, hizi mechi 5 za ligi, hii semi final against Yanga, hizi mechi 6 zote kwetu ni muhimu kwenye kuonyesha jinsi gani tulijipanga vizuri kwenye msimu. Lakini sisi kama Azam FC, hizo mechi mbili pia zikifika za Yanga, tutazitolea macho kama mechi zingine tunavyozitolea macho, pia tutaweka effort yetu yote. Tunaamini ni michezo mikubwa sana ambao ninaobeba hisia za mashabiki wengi sana wa soka, na Yanga pia wana timu nzuri. Tulicheza nao mchezo wa kwanza Benjamin Mkapa, tulitoka sare na tukaenda Mapinduzi, waliweza kutufunga, lakini kuna mistake fulani ambazo tulizifanya ambazo mimi naamini kwenye michezo hii miwili au kwenye huo mchezo utakaofuata hatutaonyesha mistake kama hizo, tutaonyesha mchezo mzuri wenye kuleta matokeo mazuri kwa Azam FC. Sawa. Tumalize na hapa na haya ni maswali mawili ya mwisho. Swala la kwanza ni litakuwa ni throwback, lakini pia linaweza likawa linajibu ambalo ni current. Na swala la pili litakuwa ni challenge ndogo tu. Swala ya kwanza ambayo ni throwback, ni mechi gani ambayo ushawahi kucheza huko nyuma, yaani ambayo ukaenda kulala na viatu kwamba dai bwana leo kiliuma nyasi kweli kweli, yaani wewe winga hata ukitajiwa leo au kama ni striker ukicheza center back utamani tena kumsikia? Kuna nini ya msimu, si ndio? Kuna mechi tulicheza, mechi ya zile mechi mbili za mashindano ya kimataifa na KM, kulikopo kuna winga ambaye sasa hivi yupo Azam FC, alikuwepo zile mechi mbili, alikuwepo na mchezo mzuri sana. Niniane tu mzee alikuwepo, yani alicheza zile mechi katika kiwango kizuri sana, yani mpaka kesho mimi ninajaribu kumzungumzia na ninazungumza naye kwamba na still ni mchezaji mzuri na bado ni mchezaji mdogo, kwa hiyo anazidi kugain kila siku. Challenge yangu nakutajia mafullbeki, nataja fullbeki na fullbeki, unachagua mmoja mpaka baki mmoja. Hii ya mwisho tunamaliza, au sio? Haya, mafullbeki wote ni mafullbeki wa timu za ligi kuu, sawa bwana? Hapa una
Rogers, Gabriel Namungo, Ansajigwa, una Kenneth Kunambi. Rogers na KK. Ninaweza kuondoka na Roger. Kuondoka na Roger. Okay. Hapa una Rogers. Hapa una Abdul JKT. Abdul JKT. Abduli au Salum Gado? Gado. Ninaondoka na Gado. Okay, sawa sawa. Hapa una Gado, hapa una Ande Coffee Kwame Singida. Ande Coffee. Ande Coffee yao. Yao Shomari Kapombe. Shomari Kapombe Lusajo. Shomari Kapombe. Wanapaka umejiweka pembeni. Kwa maana nina maana moja. Kwa maana nimekuwa nikimwangalia muda mwingi sana toka ninacheza katikati na nani amekuwa ni mtu ambaye anani inspire vitu vingi sana kwenye kucheza hii hapa position ya hapa pembeni, na ameshafanya vitu vingi sana vikubwa. Kwa hiyo ni mtu na nusu kwenye huo upande. Maana haina noma kila line. Shukrani.